Karibu. Mimi ndo nimekuja tufanye kile ambacho ulichokuwa unakitaka, ila sasa inabidi tufanye haraka haraka, maana kakako sije katukuta huko ndani. Sawa? Vipi kwani kaka bado hajarudi? Bado hajarudi. Basi usiwe na shida. Kwa kuwa ushakubali, hatuna muda wa kupoteza tena. Sawa, lakini nikwambie kitu. Yaani wewe sio hadhi yangu kabisa. Yaani nikikuangalia ndio hivyo tunafanyia shida, nitafanyaje yani? Lakini wewe yaani sio vitu vyangu. Kwa umekuja hapa kunitukana, si ndio? Basi sikia. Kama mimi sio hadhi yako, toka chumbani kwangu. Amna, usiseme hivyo. Samahani pia. Nimejikuta tu nimeongea hivyo, haikuwa dhamira yangu. Samahani. Okay, sawa, hatuna muda wa kupoteza. Sawa. Nani? Mimi Dekan. Oya, nisikilize mdogo wangu Mchilo. Nifungulie mlango, mimi nataka kulala huko. Sitaki kulala chumbani kwangu kwa sababu mimi nimela yupo. Kwa hiyo basi nataka nilale huko ili mradi ajue kwamba sijarudi usiku mzima. Alafu asubuhi ndo nitamwambia kwamba ndo nimerudi. Maana kwa sasa mimi sina hisia naye kabisa. Nifungulie mlango mdogo wangu. Brother Dekan, unaonaje uende kulala kwenye chumba cha brother kule, kwa sababu unajua huko mimi nipo na shemeji yako. Mdogo wangu wewe naye bana, wewe naye umezidi. Mchana ulikuwa na demu mwingine, sasa hivi tuna demu mwingine. Basi pongoja angalau kwa blazer ulikuwa kusema wewe. Sikia, kama akija kugonga kukuulizia kuhusu mimi, mwambie bado sijarudi. Usiku mwema. Unaona sasa? Nadhani mimi nitatokaje huko ndani? Na yeye tayari ameshafika. Unasikia? Usiwe na wasi, hata asubuhi utatoka. Cha msingi tulale kwanza. Basi tufanye haraka sasa. तू सुबह की पहली किरण, मैं आधी रात की तन्हाई। तेरी बातें, तेरी हंसी, लिख गया मुझ में तू ही तू। दिल की सियाही से तेरा नाम मैं लिख दूं, सांसों की कागज पर तुझ में ही मैं सिमट जाऊं। तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरा रास्ता। We Nono, leo si siku ya shule? Mbona hujaenda shule mpaka sasa hivi? Wewe ndo maana unaachwa. Mtoto wa kike ndo naamka sasa hivi. We Nono, nitakupiga sasa hivi. Umesahau mimi nani yako au? Nakuuliza swali jingine unajibu vingine. Aya, nijibu nilichokuuliza. Tumerudishwa shuleni kwa sababu kuna msiba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nani kafariki tena uko shuleni kwenu? Mwalimu au mwanafunzi? Sijui. Wewe mwalimu wenu hajawaambia? Na kwa nini asiwaambie? Sijui.
We binti. We binti, mbona umelala hapo? Tena mlangoni kwa Frenki. Au wewe ni mwanamke wake? Hapana mama. Mimi sio mwanamke wa Frenki. Na huyo Frenki mwenyewe mimi simjui. Mimi nilikuwa nazunguka tu kutafuta msaada. Nilivyoona usiku umezidi, nikaamua nije kuomba msaada hapa. Kwa bahati mbaya nikakuta wote wamelala. Nikaamua nijihifadhi hapa ili pakikucha niondoke niendelee kutafuta msaada. Kwani umetokea wapi? Hapa inabidi niseme uongo. Maana nikisema ukweli, huyu mama atanirudisha kwa dada. Na ninavyomjua dada yangu, atanikubali ili afite aibu tu. Na hawa wakiondoka, basi na yeye atanifukuza. Maana alisema hataki kuniona kabisa. Na kuuliza umetokea wapi? Mimi ni mwenyeji wa Kigoma. Na nilikuja huku kikazi. Ila nilivyofika stendi, wakaniibia begi langu pamoja na simu. Na hakuna namba yoyote ya ndugu yangu niliyoweka leo. Nimekuwa mtu wa kuzurura tu mpaka sasa sijapata hifadhi. Pole sana binti. Kwa nini usiende polisi? Maana kule polisi ukifika watakupa msaada, watakusafirisha utaenda kwenu. Kama nilivyokuambia hapo awali mamangu, mimi ni mgeni hapa Dar es Salaam. Hata kituo cha polisi sijui kilipo. Basi subiri mamangu kwa sababu mjumbe, ngoja akiamka, sasa hivi amelala. Akiamka tutajua tufanyeje. Sawa mama? Wewe, mbona upo kwetu? Afu kibaya zaidi upo mlangoni kwangu. Unataka nini? Au mwizi wewe? Haya bwana, ya uko shuleni kwani mtajuana wenyewe. Alafu nimeamka ndani humo mama sijamuona. Natoka nje huku na ukuta mwenyewe hapa. Mama kaenda wapi? Sijui. Yaani wewe kila ninachokuuliza sijui. Nitakupiga nono. Naona unanizoea sasa. Kujibu vizuri uwezi. Wewe upo hapo unacheza ujue mama kaenda wapi? Niambie mama kaenda wapi? Mimi nataka anipe hela nikanue vitafunio nijike chai. Sasa unavyonijibu sijui mimi hiyo chai tunanywa na nini? Kama sijui nikujibu nini? Nikujibu mapua? Hiyo ndo salamu. Mashikamo. Umelala wapi na huyu binti umemjuaje? Jana alinipalamia. Na kibaya zaidi ya kuniomba msamaha. Yaani ana tabia mbaya sana. Alafu mama, jana mimi nilala klabu nienda kujifinjana na marafiki zangu. Kwani kuna ubaya mama? Yaani wewe tabia zako haujirekebishi kabisa. Yaani sasa nitakachokifanya, nitakupeleka polisi, nikakusweke wewe mwezi mzima. Ili ukitoka kule ukirudi hapa utakuwa na adabu. Mbwa mmoja wewe. Hivi mtoto kwa nini usikii wewe? Kila siku nikikwambia usikii, umekuwa kama chokola. Yaani wewe mtoto ushanishinda kabisa. Na leo utokula hapa nyumbani. Yaani nakwambia leo udondi. Naona subiri nini hapa? Toka kwetu. Nisikilize nikwambie. Leo mdomo wangu haujisikii kujibizana kabisa. Eti nisikia mimi mdomo wangu leo sina kujibizana kabisa. Mshenze. Kwa hapo umefanya nini? Umenijibu au umejamba? Hivi wewe Cheusi, shuleni umeishia darasa la ngapi? Maana mpaka hapo ulipo na ukubwa wote haujui tofauti ya kujibizana na kujibu. Sikia binti, usivuke mipaka, nitakuchafua sasa hivi. Oya, kama nilivyokuambia mimi namba 4532 chewa sio, ani zote hizo zangu nimebaruza kote Buguluni, Chanika, Chakenge, wapi kote huko ananijua kwamba mimi show zangu sio za kitoto. Nitakuja nikupige, nikuue. Alafu sikia, Cheusi bibi yako nikome. Shan't type my basket material, anything infectious, brutal smell. Huh?
Wewe. Sema wewe niamshe. Je, kakako angeamka alafu angekuja kule chumbani kwako akanikuta, unadhani ingekuwaje sasa? Huwa namjua kakaangu, anaga tabia kuamka mapema. Labda angekuwa na kipindi chuo kweli angeamka mapema. Kwa hiyo ndio maana sikuamsha. Sawa, ina shida. Alafu vipi sasa kuhusu ule mpango wa kupata ile pesa? Maana ulichokitaka tayari tumeshakifanya. Niambie sasa. Kwa mimi unavyoniangalia, ningekuwa na hilo dili la milioni 5, si ningeenda kulipiga mwenyewe. Maana mwenyewe nina shoti hatari. Ila mimi shida yangu ilikuwa nikutumie tu. Niichape, maana unajua binadamu tunapenda kutumia udhaifu wa mtu kama fimbo ya kumwadhibu. Kwa hiyo nimeshaichapa, shida yangu imeshaisha. Hebu kelele mshenzi wewe. Hivi una akili timamu kweli? Kwa umri unaona mimi kama vile chombo cha starehe, si ndio? Lakini mbona kusema hapo mwanzo, kwa nini hujasema hivyo? Kwani mimi naonekanaje? Mimi ni maraya eh? Nakuuliza wewe, mimi ni maraya? Punguza sauti. Maana Blaza Deka na milala ndani. Anaweza akaamka alafu akakukuta hapa likawa tatizo jingine. Alafu Melemela kunipiga haitoleta suluhu ya kitu chochote. Kwa sababu yameshatokea. Kwa hili. Vipi? Nyumbani kuna nani? Yupo Dafina mkubwa na Dafina mdogo. Baba hayupo? Hayupo. Mama? Hayupo. Poa, sikia sasa. Nenda kamuite Dafina. Sasa ule wako mlete Dafina mdogo na kupiga mkonzi hapa. Mlete Dafina mkubwa, sawa? Aya, sawa. Kuna 200 hapa, fanya chapu. Aya. Kwani haya mapenzi yana nini? Mbona yananiumiza hivi napa yote? Anarudisha majeraha, nashikilia mtu ananitoa roho. Kwani haya mapenzi yana nini? Mambo. Poa. Sasa wewe Rebeka, nimekuambia umuite Fina mkubwa, umekuja na wote. Sasa mimi wa nini? Yeye mwenyewe ndo kasema tuje wote. Sasa mimi ningefanyaje? Niambilia kwenye skupi kwanza. Lazima utanipa tu. Sasa mbona mimi nimekuambia uje mwenyewe, umekuja na ndugu zako tena? Hii ni familia yangu, ninapotoka lazima nawe wawepo. Haya, unasemaje wewe? Shida yangu sasa kwanza niende kujielezea tena huko, si ndio? Kwani jana tumeongea nini mimi na wewe? Wewe unaweza ukasema swala lipi ambalo limekufanya wewe uniite mimi hapa? Ninakusikiliza. Sasa mimi si nimekufuata tuondoke nyumbani? Nyumbani kwenu. Nisikilize nikwambie wewe Mchilo. Tukio ulifanya jana. Umeniletea ni tukio ambalo ni la ajabu. Umeniambia kwamba mtu kafa sijui, afu baadaye unakuja kunipigia simu. Eti wewe nilikuwa nakutania Kazimia. Akati nakimbia mimi huko mabarabarani, ningevunja mimi mguu. Ungepata faida gani? Au leo ungekuja kusimama na nani hapa? Nisikize nikwambie Mchilo. Mimi sio kutufanyisha mimi na kile kikatuni chako. Kile kitoto. Unajua mpaka nakosa ni maneno ya kuzungumza na wewe. Kwa tukio ambalo umenifanyia Mchilo, kiukweli imeniumiza. Sikutegemea kabisa kama unaweza ukawa vile. Sikutegemea hata kidogo. Mchilo, nilikuamini. Mchilo, nilikupa kila unachokitaka Mchilo. Kipi ambacho ulikuwa unapata kutoka kwangu? Kipi? Fina, nisikize nikwambie. Ndio sasa unanipa kila kitu ninachokihitaji. Tena unanipa kwa wakati. Lakini unajua kunipa penzi lako. Ni mtu aina gani ambaye anaweza kuvumilia kukaa na mwanamke miaka yote? Mapenzi? Mapenzi gani Mchilo unaozungumzia wewe? Hivi kwa staili ambayo umenionyesha jana. Hivi unategemea mimi naweza kufanya mapenzi na wewe?
Yaani mimi wakwenda kunichanganya mimi na kale yaani wewe. Yaani nakuchukia katika maisha yangu. Yaani leo mpaka nimekuja kusimama hapa na wewe. Ni kwa vile tu kwa heshima. Ila nilikuwa sihitaji kuonana na wewe. Na hivi sasa ninavyoongea hapa, iwe mwanzo na mwisho. Na sihitaji tena mazoea na wewe. Na ukija kuniona mimi pale nyumbani kwenu, sijaja kukufuata wewe. Si umenielewa vizuri Kwa Fina, unamaanisha nini kusema kwamba ukiwa unakuja nyumbani kwetu unifuati mimi? Unakuwa unamfuata nani sasa? Kwa heri. Kwani haya mapenzi yana nini? Fina. Mbona yananiumiza hivi namba yote? Sasa ule mwana ananiacha vipi wakati sijaichapa? Yaani kila slice kabisa hivi ananiacha. Kwani haya mapenzi yana nini? Halo Melimela. Kuanzia muda huu naozungumza na wewe, una masaa 48 tu. Hiyo pesa tu tumeshaipata. Vinginevyo, jiandae kwenda jela. Goodbye.